Habarini za asubuhi ndugu wapenzi wasikilizaji wa Ajira Update. Tunafahamu ya kwamba jana usiku kuna makala kadhaa tuliupload, nadhani zilikuwa ni mbili. Sasa kuna comment hapa ambayo nimeipata, sasa sijajua kama mpenzi msikilizaji alinielewa negative. Anasema ya kwamba naomba tu preview hapa tuone kwa pamoja. Anasema ya kwamba anaitwa Ali Othman, mwanafamilia kabisa, ndugu yetu huyu. Anasema, kaka vipi, mbona kama unatukatisha tamaa sisi wanaume, kwa maana hizo ajira za jeshi la polisi zimeisha kanseliwa. Yani anauliza ya kwamba je, ni kweli ajira za polisi zimekwisha kanseliwa? Na hii ni baada ya kusikiliza makala ambayo nimeupload ama video ambayo niliupload jana usiku. Nadhani alinielewa vibaya. Sasa hebu naomba tueleweshane. Ali Othmani, ile video ambayo niliupload nikawa nasema naomba niongee na vijana wa kiume na wa kike, na hususan sana nilibezi sana kwa vijana wa kiume. Iko hivi, yani hiyo makala ambayo nilitengeneza ni basi ya kwamba ninaona jinsi gani tunavyohangaika wanaume. Sasa nikawa ninataka niwaase ya kwamba wewe kama mwanaume lazima uwe serious sana na maisha, tofauti na kijana wa kike. Na ndiyo lilikuwa lengo langu ya kwamba wewe kama mwanaume lazima uwe serious sana na maisha, yani uwe na option nyingi sana za kupambania maisha yako. Ndiyo tunakubali ya kwamba tunasubiri ajira za polisi, lakini nategemea ya kwamba angali kwamba tunasubiria ajira za polisi, ila natambua kwamba kila mtu ana njia nyingine tofauti na ajira ya polisi. Tunasubiri zitoke, tunasubiri tangazo litoke, na likitoka tuta-apply, lakini sio 100% wote tutapata, si ndio? Hiyo ndio uhalisia uliopo, kwamba sio 100% kila ambaye ata-apply kwenye ajira za polisi lazima aende hata kwenye usaili, hapana. Sasa wewe kama mwanaume una jitihada na inatakiwa uongeze jitihada kujikwamua na kupambania maisha yako. Yani kwenye dunia hii mwanaume ni kiumbe ambaye ameumbwa kuteseka. Umenielewa? Ndio maana hakuna haki za wanaume ila kuna haki za wanawake. Hakuna hata siku moja utakutana na mjadala kwamba wanazungumzia haki za wanaume, utakutana mijadala wanazungumzia haki za wanawake. Umenielewa? Kwa maana hiyo, hata kama wewe leo hii upigane na mwanamke ambaye ataonekana anakosa ni wewe mwanaume, kwa nini? Hauna haki. Umenielewa? Kwa maana hiyo, jitahidi sana kutafuta kazi tofauti ili uweze kujikwamua kimaisha. Ninaumia sababu ninatambua ya kwamba tupo wengi ambao tunasubiri ajira za polisi, lakini zikija ama tangazo likitoka sio wote tutapata ajira za polisi. Sasa ile makala nikaamua kuitengeneza ili kuongea na vijana wenzangu ambao tunapambana kwa ajili ya familia zetu za baadaye. Maana wewe kama kijana lazima uje kuwa baba baadaye. Sasa utahudumia nini kwenye familia yako? Ni tofauti na kijana wa kike ambaye possibility kubwa ya kuolewa na kuwa chini ya mtu fulani, awe anampatia pesa, awe anasaidia kuendesha maisha yake. Ni tofauti. Kwa hiyo ndugu yangu Ali Othmani, hiyo video nilitoa tu kwa sababu nimeguswa kuongea na vijana wa kiume, sababu na tazama jinsi gani dunia ilivyotutupa sisi wanaume. Kwa hiyo kuna vitu kama hivyo lazima tukumbushane. Iko hivyo, lakini sijasema ajira zimekanseliwa, hapana. Hiyo yani ajira zikishatangazwa zimetangazwa. Kumbuka kwenye budget walikuwa washatangaza. Kwa hiyo iko hivyo, yani mimi ile makala nimetengeneza ili kuwaasa vijana wa kiume kupambana no matter what. Dunia imetutupa ndugu zangu, naongea tena, no matter what. Wewe kama ni mwanaume unanisikiliza sasa hivi,
dunia imetutupa sana. Asante sana kwa kuisikiliza Dila Update, na kama unahitaji ushauri wa namna yoyote ule, kama wewe ni kijana wa kiume, tukutane kwenye comment section. Mimi niko hapa mpaka siku ambayo na wewe utafanikiwa. Cha muhimu tuombe uzima, tuombe Mungu atujalie heri, tuombe Mungu atujalie afya njema, maana ndio kila kitu, ndio mtaji wa kwanza. Afya ndio mtaji wa kwanza. Asante.